Imebainika kwamba wanafunzi wengi sana wanaotaka kufanya mtihani wa kitaifa wa KCSE ama ambao ni kidato cha nne. Wanafunzi ambao wengi wao ni kidato cha nne hawana ufahamu kuhusu namna ambavyo maswali haya hutahiniwa. Na vile vile hawana ufahamu kuhusu kwamba maswali yote ya insha hutahiniwa kutoka silabasi nzima, na wala hakuna maswali ambayo yanatoka katika darasa fulani. Kwa hivyo wanafunzi wanafaa kujua kwamba maswali haya yote hutahiniwa kutoka silabasi nzima kulingana na taasisi ya ukuzaji mitaala hapa nchini Kenya ambayo inaitwa KICD. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana katika video nyingine yetu ya leo ambayo tutakuja kuongelea katika maswali ya insha, namna ambavyo maswali haya hutahiniwa. Kwa kurejelea tu swali ambayo ilikuja katika mtihani wa kitaifa mwaka wa 2022, kuna swali ambayo ilitoka katika sehemu ya ama swali yenyewe ilikuwa inahusu mahojiano. Kwa hivyo wanafunzi wengine walipigwa na butwaa walipoona swali kama hili, kwa sababu hawakuwa wanafikiri iko katika silabasi, lakini ugundue kwamba maswali yote yanatoka katika silabasi. Kwa hivyo wanafunzi, rejelea silabasi nzima kutoka kidato cha kwanza hadi cha nne ili uweze kuzoa alama katika karatasi ya kwanza. Na vile vile maswali yanaweza kuwa maswali ibuka. Kwa mfano, ukiangalia swali ambayo ilikuja katika mtihani wa kitaifa mwaka wa 2023 na vile vile 2024, utagundua kwamba maswali hayo yalikuwa maswali ibuka, na wanafunzi wengi hawakuwa wamegundua kwamba haya ni maswali ibuka tu. Na siku hizi, kulingana na namna ambavyo mtihani unavyotahiniwa, maswali ambayo yanatahiniwa ni maswali ibuka. Na kwa hivyo mwanafunzi, elewa maswali yote ibuka ili uweze kuboresha matokeo yako. Sasa katika uandishi wa insha niliwaambia kwamba katika insha yoyote ile mwanafunzi anafaa kuandika aya 10, aya ya utangulizi, mwili na aya moja hitimisho, ili uweze kuleta idadi ya aya 10. Na ukiandika hivi, ukifuata mtindo huu, hautaweza kuzoa alama chini ya 13. Huwezi kuzoa alama chini ya 13 ukiandika tu kwa mtindo huu. Na usipofuata mtindo huu, huwezi pita alama 10 kwa 20. Huwezi pita, utakuwa unazoa chini ya alama 10. Wanafunzi, ningependa turejelee swali ambao ilikuwa swali ibuka na vile vile swali ya hotuba ambayo ilikuja mwaka wa 2024. Swali yenyewe kama mnavyoona ni hivi: wewe ni kiongozi wa vijana katika kaunti ya Tazama Mbele. Umealikwa kuwazungumzia vijana kuhusu jinsi wanavyoweza kuchangia maendeleo ya kaunti. Andika hotuba utakayowatolea vijana hao. Kwa hivyo hii insha ukiangalia vizuri sana, ni insha ni kama tu maswali ibuka, kwa sababu siku hizi vijana ndio wanao tarajiwa viongozi wa kesho, kwa sababu vijana wana majukumu mengi sana katika maendeleo ya nchi. Kwani katika mataifa mengi hapa Afrika, vijana ndio idadi kubwa sana. Na hii swali
ilikuwa inahusu haswa vijana na ilikuwa inarejelea kaunti ama gatuzi. Sasa swali kama hili, swali yenyewe linahitaji mwanafunzi kuandika hotuba. Turejelee muundo wa hotuba. Hotuba inafaa kuwa na muundo ufuatao. Uwe na kichwa, na kichwa yenyewe uwe kwa herufi kubwa. Kichwa kitaje neno hotuba na anaye hatibu ama ni mtu ambaye anatoa hotuba, na mada hotuba inahusu nini, na hadhira lengwa, na vile vile mahali. Litaje hivi vipengele muhimu katika kichwa chako. Kwa mfano, kama hili swali, tunaweza sema hotuba yangu kwa vijana kuhusu jinsi wanavyoweza kuchangia maendeleo ya kaunti ya Tazama Mbele katika uwanja wa bidii. Kichwa chako kinaweza kuwa hivi kwa sababu kichwa kimetaja hotuba, hatibu, hadhira, mada na vile vile mahali. Hiyo ni kwa mfano tu. Na katika ukurasa wa kwanza ambao karatasi yenyewe ya insha, niliwaelezea kwamba karatasi hiyo itakuwa na ukurasa wa kwanza, na katika ukurasa huo mwanafunzi hafai kuanza na insha yake katika huo ukurasa, kwa sababu huo ukurasa utakuwa unakusaidia kufanya maandalizi ili baadaye usikuwe na ugumu wa kuandika maudhui katika insha yako. Kwa hivyo maandalizi yako yatakuwa na hoja, na hizi hoja ndizo zitakazo kusaidia kuandika insha yako. Kwa mfano, vijana wanaweza kushiriki katika uchaguzi, vijana wanaweza kushiriki katika hafla za kuleta amani kama vile baraza za chifu, vijana wanaweza kushiriki kulipa ushuru, kwa sababu kulipa ushuru ndiko utakaofanya serikali kufanya maendeleo, miradi ya maendeleo. Vijana vile vile wanaweza kushiriki katika utalii wa kaunti, ili pesa ambazo zinatolewa katika mahali ambapo serikali imetengea utalii ziweze kutumika katika miradi ya maendeleo. Vijana vile vile wanaweza kusoma na kuenda hata ama kuendeleza elimu ili baadaye waweze kuchangia maendeleo katika nchi, katika kaunti mahususi. Kwa sababu vijana wakisoma baadaye wataweza kuwa wataalam na wanaweza ingilia katika nyadhifa mbalimbali za kuhudumu katika kaunti, kama vile udaktari, kama vile walimu, ili waweze kuleta maendeleo katika kaunti. Vijana vile vile wanaweza kutunza mazingira yao, mazingira ya kaunti, kuhifadhi mazingira, ili kwa sababu kuhifadhi kwa mazingira ndiyo inayoleta maendeleo. Kaunti ambayo mazingira yake ni mbovu, basi maendeleo pia itakuwa yamelegezwa. Vile vile vijana wanaweza kushiriki mashindano ya kaunti, mashindano ya kama vile ya michezo na vinginevyo, ili pia kaunti ipige hatua kitaifa. Vile vile vijana wanaweza kuhamasishana kati yao, kama vile vijana wanaweza kuhamasishana kuhusu matumizi ya dawa za kulevya na vitu ambavyo vinaathiri vijana, ili vijana waweze kuleta maendeleo katika kaunti. Na kuna mahoja nyingi sana. Hoja zako ziwe tu 8, hoja 8. Kwa sababu ukiandika hizo hoja 8
kila aya itakuwa na hoja yake. Na kila aya ikiwa na hoja yake utakuwa na aya 8. Na hiyo ndiyo itakayokuwa mwili yako. Insha kama hii ni rahisi sana kuandika kwa sababu utakuwa unaandika unatumia muundo wa hotuba na vile vile uko na hoja nyingi sana. Uko na hoja nyingi sana na muundo ni wa hotuba tu, rahisi sana. Insha kama hii mwanafunzi ni rahisi sana kupita. Kwa hivyo nawasihi wanafunzi watumie tu huu mwenendo ili waweze kuboresha matokeo yao. Asanteni sana.